Habari za leo, mimi ninaitwa Maria, mimi ni daktari wa watoto na leo tumefika hapa na team hapa Machinga Complex kwa kufanya huduma kwa jamii. Tunashukuru sana kwa msaada ya jiji kwa kutupa kwa sisi hiyo nafasi, kwa sababu tunafikiri muhimu sana watu wapime afya, wapate ushauri wa daktari, na leo hiyo ni bure kutoka sisi. Tunafikiri muhimu sana kujua kuhusu magonjwa ambayo yanayoambukizwa na ambayo yasiyoambukizwa, na kujua vipi kuzuia hiyo, vipi kwenda mbele. Kwa hivyo sisi, ninasema kila mara sisi, sijasema sisi ni nani. Sisi ni kampuni facility mbili, ndio. Hiyo ni Suda Polyclinic ambayo sisi tupo Dodoma Kisasa nyumba 300, na Amani Health Center ambayo ni Dodoma pia area D. Sisi tunafikiri kwamba hiyo ni muhimu sana kuletea elimu kwa jamii kuhusu afya, kwa sababu watu mara nyingine hawajui vipi na nyinyi natakiwa kuangalia, nyinyi kuogopa, nyinyi sio gani ya alama ya hatari, lini kwenda kwa daktari, lini inawezekana kufanya sio matibabu kali. Ndio tunataka kuletea kwa watu wazo kwamba muhimu, kwa mfano kwenda kwa kliniki wa wanawake, ndio wajawazito, muhimu kwenda kliniki ya watoto. Kwa nini hiyo ni muhimu? Nini ni mafua ya kawaida na wapi ni alama ya hatari na pneumonia, na hivyo hivyo. Kwa hivyo hapa leo sisi tunafanya ushauri bure, karibu sana kwa sisi. Tunafanya hapa vipimo ambayo ni vya msingi, na tunaeleza watu kuhusu afya wao na nyinyi kufanya mbele na afya wao, kwa afya itaendelea kuwa vizuri. Hiyo itakuwa leo hapa Machinga Complex, na kesho Mpunguzi pia tutafanya shughuli hizi. Tunakaribisha kule kuja pia. Asante. Nini hasa kimewasukuma na mkaamua kuja kutoa hii hapa Machinga Complex bure kabisa? Nini No, sisi tunajitahidi kufanya elimu kwa jamii mara kwa mara. Tunafanya kwa tofauti aina, tuseme hivyo. Mara tufanya lectures, mara tufanye vipimo, mara tunawaeleza kwa watu, mara tufanye kama shule, ndio. Lakini leo tumekuja hapa pia pamoja na hivyo kwa sababu sisi yetu kampuni tunakaribia miaka 10 ya kufanya kazi kwenye eneo ya afya. Tunafanya huduma kwa watu tayari miaka 10, hiyo ni muda mrefu, na kwa sababu kufurahi hivyo kwenda na msaada na Mungu na kuomba msaada na Mungu mbele. Kwa hivyo tuliamua kwamba moja katikati ya tofauti nyingine tukio ambayo tunafanya ni itakuwa muhimu kufanya hivyo msaada kwa jamii na bure, of course, kwa sababu ya kuwapa kwa watu nafasi kwa wengi kupata hiyo msaada. Kuna ule ugonjwa wa mpox sio, ambao sasa hivi unaona kama serikali imesha tangaza kwamba, lakini inawezekana bila kuogopesha watu. Mpox wanaogopa sana, au kusema nini fanue na hivyo mpox. Ninaweza nitasema sio kuhusu mpox, nitasema kuhusu in general ugonjwa sawa na alama ya hatari, ili tuende na current matter ya nchi. Ndio sasa watu wengi wanaogopa ugonjwa wa mpox, ndio, na ninawaelewa kwamba hiyo ni chochote mpya ambayo hawajakuta zamani. Kwa hivyo sasa walikuja kutoka pembeni hapa maswali kuhusu hiyo ugonjwa. Kweli ugonjwa ipo karibu na Tanzania, na sasa walikuwa taarifa kwamba inaweza kuingia. Kwa hivyo watu wanaogopa, ninawaelewa. Lakini ya kwanza nyinyi nataka kusema, wakati wewe unakuta chochote alama ya hatari ambayo unayo na wewe au mtoto wako au mtegemezi yako yeyote, kwenda hospitalini. Sio mpox tu, ndio. Sahau kuhusu ugonjwa ya kawaida ambayo tunachukua kama hiyo sio muhimu. Kwa hivyo mara nyingine wanakuja wagonjwa ambayo tayari kwenye condition mbaya kwa sababu hawajaje kwa madaktari. Kama unalegea sana, kama unachemka sana, unaarisha tayari muda au haraka mengi anaarisha mtoto, au yapo alama ya hatari ya mjamzito, usikae nyumbani wapendwa. Kwenda kwa madaktari, pata ushauri. Pamoja na hivyo, watu mara nyingi wanaenda tu kununua dawa bila kujua dawa gani anafanya kazi gani. Mara nyingine inaweza kukosea kufanya huduma sahihi. Kwa hivyo tunaomba pia, kama unaona dawa ya kawaida ambayo ni ya mafua ya kikohozi au ya oral au chochote kama hivi, au paracetamol haifanyi tayari kazi, njoo kwa sisi tutibu sahihi, hatutapata matatizo mbele.
hivyo kuhusu magonjwa zote ambayo yanayoambukizwa, ambayo yasiyoambukizwa pia. Hivi daktari, mtu anashauriwa kufanya check-up kila baada ya muda gani? Check-up ya aina gani? Mara nyingine watu wanakuja na wanasema ninataka mara moja kwa sijui nusu mwaka kupima malaria. Ndio, hiyo sio sahihi sana. Sisi tunataka kufanya nini? Yapo kweli check-up ambayo inatakiwa kufanya na itakuwa vizuri kufanya. Kwa mfano, nyie ndio watu wazima, kila mwaka itakuwa vizuri kama tutapima HIV. Kila mwaka itakuwa vizuri kama tutapima kaswende, kama tutapima hepatitis B. Na hepatitis B kwa mfano tunaweza kujikinga na vaccination na chanjo. Ndio, itakuwa sio vibaya kama unaona kwamba mtoto anayo dalili fulani, yeye hana nyekundu sana kwenye yake mwili, ndio unaangalia macho, angalia ulimi na unaona yeye kama nyeupe, itakuwa vizuri kuangalia damu, si ndio? Kwa yeye itakuwa vizuri kama unajua matatizo wewe unayo na figo, kupima figo mara kwa mara. Kwa hivyo check up pia kila mtu anayo yake kidogo. Ndio kweli sio vibaya kwa watoto kwa mfano kupima mara nyingine damu, mara nyingine mkojo, especially kama unajua nyuma yake mtoto alikuwa na matatizo. Ndio, lakini pia angalia check up unafanya kulingana na nini. Mtu anayo matatizo fulani ya figo anahitaji regularly kuangalia figo yake. Mtu anayo matatizo na pressure anahitaji regularly kuangalia pressure yake. Mtu amefika umri fulani mwanaume anahitaji kuangalia kuhusu tezi dume yake, hiyo kweli. Ndio, kwa hivyo huwezi kusema kwamba kwa watu wote check up anahitaji kwa moja. Ninaweza kusema kama tunaongea na wewe, ndio mimi na wewe watu wa umri huu kweli tunahitaji kuangalia kila mwaka ambayo tunaweza kuambukizana kaswende, HIV, hepatitis B. Hiyo kweli muhimu na lazima, na watu mara chache wanafanya hivyo, inatakiwa kufanya leo. Upo kwenye ardhi ya Tanzania ambayo inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Pengine una lolote la kuchangia au kueleza hasa kwa masuala mzima ya kiafya? Sijaelewa swali. Wewe unasema kuhusu rais? Lolote kwa Mheshimiwa Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Tunaona alipokea tuzo ya masuala ya afya. Yeye pia mhusika na mambo ya afya. Unamshauri nini Rais Samia? Au unahisi nini akiboreshe zaidi? Watu kufikiri chenye kubwa mno sasa kusema hapa. Unajaribu kupata extra things ili tuende mbali zaidi. Ninayo wazo lakini ninafikiri sasa hapa kusema unafikiri kwa sahihi. Sawa. Basi lolote tunamwambia kitu gani kama mwanamke, pia ni mwanamke anaongoza nchi, Mama Samia? Lolote tu. Sawa. Sawa. Ninafikiri sasa ninakosa kama chochote kwa sababu mawazo ninayo nyingi. Anything tu. Sawa. Tanzania inabadilika haraka sana kweli. Yote nyinyi ilifanyika Ulaya miaka nyingi sana, hapo inachukua muda mchache. Kwa sababu ninafikiri vitu kadhaa, kwa sababu inafuatwa nyinyi yapo experience ya nchi nyingine, ndio. Lakini pamoja na hivyo kweli nyinyi imefanyika kule kwa miaka 20, miaka 30, hapa inafanyika sasa kwa miaka 5. Sisi kwa mfano mimi daktari wa watoto, ndio. Sisi tunakutana pediatricians, tunaangalia kila mara kuhusu statistics ya matatizo ya watoto, ya magonjwa wa watoto, na tunaona kwamba mabadiliko yapo. Of course inatakiwa kufanya effort zaidi na zaidi kuhusu hivyo.